AFM. Asante. Ni mara ya kwanza Ya, ni mara ya kwanza na tunawashukuru sana kwa nafasi hii mliotupatia ili tuweze kuongea kuhusiana na jambo tulokuja nalo. Ya, kuelekea kwanza kuelekea kilele cha siku ya walimu duniani, wanajisikiaje walimu wenyewe? Mnajisikiaje kuona sisi dunia inawakumbuka pia? Kwanza awali ya yote nishukuru nafasi hii tuliyopata kupitia AFM. Tunajua mna majukumu na kama chombo cha habari jukumu lenu kubwa ni kuelimisha na kuburudisha jamii, lakini kwa leo tumepata nafasi hii adhimu kabisa kwa ajili ya kuongelea hii maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani. Kwa tunawashukuru sana kwa ushirikiano mliotupa. Siku ya walimu duniani ni maadhimisho ambayo yanafanyika tarehe 5 Oktoba na ni siku ambayo inasherehekewa kimataifa. Na siku hii chimbuko lake ilikuwa ni maazimio ambayo yaliwekwa baina ya mashirika mawili ya kimataifa, UNESCO pamoja na shirika la kazi duniani ILO, ambao waliitenga siku hii iwe maalum kwa ajili ya kuthamini mchango wa mwalimu katika jamii yetu, na tukizingatia kwamba mwalimu ndiye yule ambaye anatengeneza kizazi cha kilichopo katika jamii yetu, kuanzia mtoto anakuwa kuendelea na hatimaye kufikia kuwa mwanajamii mwema ambaye anatekeleza majukumu mbalimbali katika jamii yetu. Asante sana, na tamani kujua kwa sababu wewe ni mkurugenzi msaidizi wa Tume ya Utumishi wa Walimu Taifa. Natamani kujua hii Tume ya Utumishi wa Walimu ni nini na nini majukumu yenu? Majukumu yenu ni yapi hasa? Asante sana. Tume ya Utumishi wa Walimu ni taasisi ya umma, ni taasisi ya umma inayojitegemea ambayo imeanzishwa kwa sheria ya bunge mwaka 2015. Ni sheria iliyoanzisha tume inaitwa sheria ya Tume ya Utumishi wa Walimu ya mwaka 2015, lakini ni sura ya 448. Na tume ina majukumu ambayo yameainishwa katika sheria hiyo. Kifungu cha 5 ukiangalia kina majukumu yote, lakini majukumu yale 12 yaliyoandikwa katika kifungu hicho ukiyajumuisha kwa pamoja unapata majukumu makubwa mawili, kwamba tume inashughulika na ajira na maendeleo ya walimu, lakini pia swala la maadili na nidhamu kwa walimu ambao wako kwenye utumishi wa umma Tanzania bara. Tume ina ofisi zake kwenye kila wilaya katika Tanzania bara, lakini pia ipo ofisi ya makao makuu. Sawa. Kwa toka kuanzishwa mpaka utendaji kazi na majukumu mlionayo, mmepata mafanikio gani ambayo juu ya mambo yaliyofanyika chini ya tume? Tume imeanza kutekeleza majukumu yake mwezi Julai mwaka 2016. Kwa maana ya tume hii tulionayo, japokuwa katika vipindi vya nyuma tume ilikuwa katika sura nyingine tofauti. Iliwahi kuwa idara chini ya ofisi nyingine ambayo inaitwa Tume ya Utumishi wa Umma, lakini kwa tume hii ilianza kutekeleza majukumu yake mwezi Julai 2016, na katika kipindi hicho chote tume imeendelea kupata mafanikio katika kustawisha ustawi wa walimu, lakini pia katika kusimamia maadili na nidhamu ya walimu ili kuwafanya watekeleze majukumu yao kwa mujibu wa misingi na miongozo iliyopo. Kwa hiyo tume imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika kuimarisha maadili ya walimu, lakini pia katika kushughulikia ustawi wa ajira yao katika masuala yanayohusu upandaji wa madaraja, katika masuala ya uthibitishwaji kazini, lakini pia katika kusimamia mafunzo ya walimu ili kujiimarisha katika taaluma yao. Vizuri. Katika kutekeleza hayo yote na mafanikio mengi ambayo mmeyapata, mmepitia changamoto gani katika kuhakikisha tume inatimiza majukumu yake? Katika utekelezaji wa jukumu lolote changamoto zipo. Tume kama ambavyo taasisi nyingine yoyote, whether ni ya serikali au ya binafsi, changamoto zipo na tunakabiliana nazo. Sisi tunahudumia walimu, na walimu katika mazingira yao ya kazi pia wanakutana na changamoto ambazo sisi tunawajibika nazo kushauri mazingira wezeshi ya wafanyaji kazi wa walimu. Kama sasa hivi tunaona kuna ongezeko kubwa la wanafunzi katika shule zetu, lakini kuna idadi ya walimu ambayo tunatarajia kuifikia ambayo bado haijafikia, michakato inaendelea. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto, lakini serikali siku baada ya siku inaendelea kuzishughulikia ili kuweka mazingira
ya utendaji kazi kuwa ni mazuri kwa walimu wetu. Sawa, kuna changamoto gani ambazo zipo sasa kwenye sekta ya elimu kwa ujumla, kwa nyinyi ni wadau wa elimu wa moja kwa moja? Asante. Changamoto kubwa zilizopo katika masuala ya elimu au sekta ya elimu ni labda changamoto za miundombinu. Tunajua kwamba serikali imetoa fursa ya elimu bure kwa ile elimu ya awali mpaka elimu ya msingi. Kwa hiyo kutokana na fursa hiyo tunajikuta kwamba uhitaji ni mkubwa wa watoto kuwepo katika shule, lakini bado miundombinu haijawawezeshi sana ya kuweza kuruhusu idadi ile kubwa ya wanafunzi wote kuwa katika mazingira mazuri ya kujifunza. Kwa hiyo ni moja ya changamoto iliyopo katika sekta yetu hii ya elimu, lakini serikali kama ambavyo nimetangulia kusema awali inaendelea kuboresha mazingira ya kujifunza na kujifunzia kwa watoto wetu, lakini pia mazingira ya kufanya kazi ya walimu wetu. Sawa. Moja kati ya majukumu ya mwalimu ni kushirikiana na mzazi. Sasa natamani kujua ushirikiano ukoje baina ya wazazi na walimu ambao wapo chini ya tume yenu? Ni kweli ninashukuru sana kwa swali hili. Mwalimu hawezi kutekeleza majukumu yake ipasavyo kama hapati ushirikiano kutoka kwa wazazi. Lakini pia mzazi ni lazima apate ushirikiano kutoka kwa mwalimu, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana watoto wetu wanatumia muda mwingi sana wakiwa shuleni zaidi ya muda ambao wanakuwa nyumbani na wazazi. Kwa hiyo mwalimu yeye ndo anachukua nafasi ya mzazi kuanzia asubuhi mtoto anapokuwa katika eneo la shule mpaka ule muda wa jioni mtoto anaporudi nyumbani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana walimu kupata ushirikiano kutoka kwa wazazi, lakini pia na wazazi kupata ushirikiano kutoka kwa mwalimu, kwa sababu kama ambavyo tunafahamu watoto wetu taswira yao kubwa au kioo chao kikubwa ni mwalimu. Na sisi wote tunafahamu ukimkuta mwanafunzi ameelekezwa kitu na akakielewa na mwalimu, wewe mzazi hata ukijaribu kumbadilisha, mwambie hapana, mwalimu aliniambia kitu hichi. Kwa hiyo ni lazima tuendeleze huu ushirikiano uliopo kati ya mwalimu na mzazi ili tuweze kuimarisha mazingira ya utoaji elimu kwa watoto wetu. Vizuri sana, na nimefurahi kwa namna ambavyo mnadumisha huu ushirikiano kati ya walimu na wazazi. Sasa turejea hapa kwenye kuelekea siku ya maadhimisho ya siku ya walimu. Kuna nini kinafanyika na kitafanyika wapi ili kuona hichi kilele tarehe 5 hapa kuna tuone walimu bwana wana jambo lao hapa mjini? Kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani ambayo kitafanyika maadhimisho kama ambavyo tumetangulia kusema ni tarehe 5 Oktoba ya kila mwaka huwa kunakuwa na maadhimisho ya kidunia ya siku ya mwalimu. Lakini kwa mwaka huu tume ya utumishi wa walimu tumefanya maandalizi ya kuwahudumia walimu katika kipindi hiki cha kuelekea kilele, kwa maana ya kuanzia tarehe 1 mpaka kufikia hiyo tarehe 5. Tume kwa kushirikiana na wadau wengine wa elimu inafanya maonesho kwenye viwanja vya Nyerere Square. Pale wapo wadau wengine wa elimu ambao ni Wizara ya Elimu, wapo pale TAMISEMI, wapo pale Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, wapo wenzetu wa mfuko wa hifadhi ya jamii wa PSSSF, lakini pia kuna huduma ya damu salama, kwamba kuna banda pale wenzetu wa damu salama wanatoa huduma na tunawahimiza walimu wetu pamoja na wananchi kwa ujumla waweze kufika pale pamoja na kupata huduma kwa maana ya walimu kwenye hawa wadau wa elimu, lakini pia waweze kujitolea damu kwa ajili ya kusaidia jamii na pale ambapo kunatokea mahitaji basi tusikwame, kwa sababu sisi tunategemeana kila mmoja kumsaidia mwenzake. Kwa hiyo tunatoa wito wa walimu kufika pale kwenye viwanja vya Nyerere Square kwa ajili ya kupata huduma pamoja na hawa wadau ambao nimewataja, lakini ofisi yetu kwa maana ya tume ya utumishi wa walimu tupo pale pia kwa ajili ya kuhudumia. Lakini siku ya tarehe 5 Oktoba ambayo ndio itakuwa siku ya kilele, tutakuwa na bonanza ambalo litatanguliwa na mbio fupi tunaita jogging kutokea pale viwanja vya Bunge kuelekea uwanja wa Kilimani. Kwa hiyo tutaanza hiyo jogging majira ya saa 12 asubuhi
tutaelekea viwanja vya Kilimani ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya kushirikisha walimu pamoja na wadau wengine katika kufikia sasa kilele cha hii siku adhimu kabisa ya kumuenzi mwalimu wetu. Sawa, na furahi pia kusikia hivyo. Kabla tujaelekea kwenye kutujuza namna ambavyo mna wito wako na mambo mengine kama hayo, natamani kujua kumekuwa na tuhuma nyingi sana zinazohusisha walimu na baadhi ya vitendo vya utovu wa kukiuka maadili yao. Mfano, walimu wamekuwa wakiripotiwa wakirawiti watoto, wakifanya vitendo vya ubakaji. Nyinyi kama tume pia mnawajibika vipi kuhakikisha haya mambo yanakwisha au kupungua kwa kiasi kikubwa? Asante. Kama ambavyo nimetangulia kusema, moja kati ya jukumu kubwa la Tume ya Utumishi wa Walimu ni kusimamia maadili na nidhamu ya walimu waliopo katika utumishi wa umma. Unachokisema ni kweli kabisa. Zipo baadhi ya taarifa na matukio ambayo ni yanaripotiwa kuhusiana na ukiukwaji wa maadili wa walimu wetu, wa wanafunzi ambao wao wanatakiwa kuwa ni walezi wao. Kwa sisi Tume ya Utumishi wa Walimu ni mamlaka ya nidhamu ya mwalimu, ambao na mamlaka yake ya kwanza ya nidhamu ni katika ngazi ya shule ambaye ni mkuu wa shule, lakini kwenye ofisi za tume ngazi ya wilaya na ofisi ya tume taifa ni mamlaka ya rufaa. Kwa hiyo hilo ulilolitaja pamoja na makosa mengine yote ya ukiukwaji wa maadili yanachukuliwa hatua kupitia kwenye hizi mamlaka za nidhamu. Mamlaka ya kwanza ni kule kwa mkuu wa shule ambao ni makosa yale ambayo ni madogo, lakini kwa makosa ambayo umeyataja hayo yanachukuliwa hatua kwenye ofisi zetu za ngazi ya wilaya kupitia kamati za tume ambazo ziko pale. Kwa hiyo kuna miongozo na kanuni zinaelekeza ni adhabu gani mwalimu anaweza akapewa iwapo atathibitika ametenda kosa hilo, na kwa kiasi kikubwa adhabu kubwa inakuwa ni kufukuza kazi, kwa sababu kama mwalimu anathibitika amefanya vitendo vya aina hiyo kwa mwanafunzi, sidhani kama anaendelea kuwa na sifa ya kuendelea kufundisha watoto wetu. Kwa hiyo tume inashughulika na masuala hayo na adhabu zinatolewa, na mwalimu akiwa hajaridhika basi anaruhusiwa kwa mujibu wa sheria kukata rufaa kwenye tume ngazi ya wilaya, na adhabu au uamuzi utakaotoka asipokubaliana nao anakata rufaa kwa Mheshimiwa Rais, na asiporidhika huko pia anaruhusiwa kwa mujibu wa sheria kwenda mahakamani kukata rufaa kuhusiana na uamuzi huo. Tumeshuhudia pia baadhi ya walimu wamekuwa na ubunifu wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na kuimba pamoja na wanafunzi wao. Na kama utakuwa unakumbuka kuna mmoja kati ya walimu mpaka alizawadiwa na akina Mbosso, wasanii walienda kule shuleni. Vipi pia hawa mnawajibika vipi kuhakikisha mnawapa motisha au mnawaendeleza katika vipaji vyao na ubunifu katika ufundishaji? Ni swala jema sana kuona walimu wanatumia vizuri, kwa sababu mwalimu uliyemtaja nadhani anaitwa Mwalimu Magoma au Kagoma, ameamua kutumia fursa tulionayo sasa hivi ya uwepo wa mitandao ya jamii katika kufikia ile hadhara yake kubwa ambayo anaidumia, kwa maana ya wazazi, jamii pamoja na watoto. Kwa hiyo sisi tunapongeza juhudi hizo na nyingine nyingi ambazo zinafanyika na walimu ambazo hazijaja kwenye uso wa jamii kuziona, lakini walimu wengi wanajiongeza tuseme katika kutoa kile ambacho wanatakiwa kutoa kwa wanafunzi wetu. Lakini wale walimu ambao wameamua kutumia mitandao ya kijamii kuonyesha ni kitu gani wanafanya ili jamii ihamasike na kuweza kuendelea kuwapa support, basi tunawapongeza na tunatoa wito kwa walimu wengine kuendeleza ubunifu hata ambao hauji kwenye mitandao ya kijamii, lakini wao katika nafasi zao na miongozo iliyopo wanatakiwa kujiimarisha katika zile mbinu wanazotumia katika ufundishaji. Sawa. Mwisho kabisa, sio kwa umuhimu, tume mna wito gani pia kwa wazazi, walezi na wadau wa elimu kwa ujumla nchini kuhakikisha tunalisukuma ile gurudumu la elimu kwenda mbele zaidi? Ninashukuru. Tume ya Utumishi wa Walimu kazi yake kubwa katika utekelezaji wa majukumu yake inahusiana na masuala ya ajira, maendeleo ya walimu, lakini pia maadili na nidhamu ya walimu. Kwa hiyo ili tuwe na kizazi kizuri cha kinachokuja, kwa sababu mwalimu tunavyoelewa ndio ambaye analea wanafunzi, lakini pia mwalimu tunasema ndio chimbuko la kada zote zilizopo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa walimu pamoja na wadau
wote wa elimu kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu ili swala la kuelimisha watoto pamoja na jamii haliwezi kufanyika kwa ukamilifu au kwa tija iwapo hakuna ushirikiano baina ya hayo makundi ambayo umeyataja. Kwa hiyo tume tunatoa wito kwa walimu kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo iliyopo, lakini na jamii iendelee kutoa ushirikiano kwa mwalimu kwa kutambua thamani ya mwalimu, kwamba yeye ndio mlezi wa watoto wetu, lakini yeye mwalimu ndiye chimbuko la kada zote na kazi zote ambazo tunazitekeleza katika jamii zetu, chimbuko lake ni mwalimu. Kwa hiyo huo ndio wito wa tume ya utumishi wa walimu. Sawa, natamani kujua pia hiyo tarehe 5 mgeni rasmi atakuwa nani kama tayari amekwisha kuainishwa? Ni kweli tunatarajia katika maadhimisho hayo ya tarehe 5 kuwa na mgeni rasmi ambaye ni katibu mkuu wa ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, kwa kifupi TAMISEMI. Ndio mpaka sasa matarajio kwamba yeye ndo atakuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ya kilele cha siku ya mwalimu duniani. Sawa, zungumza na walimu wote Tanzania, walimu wote Dodoma wanakusikiliza sasa. Hebu wakaribishe kwa pamoja. Ninashukuru. Ndio. Walimu wanajua kwamba TSCC tuko pale kwa ajili ya kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwahudumia, kuwasikiliza, kutatua changamoto zao. Lakini sasa hivi TSCC tumeamua katika uzito wa kipekee kabisa kuwasherehekea walimu wetu. Tunajua hii siku ipo miaka yote, imeanza kuadhimishwa tangia mwaka 1994, lakini mwaka huu katika upekee mkubwa sana TSCC tumeamua kumsherehekea mwalimu. Kwa hiyo tunawakaribisha walimu wote pamoja na jamii nzima kushirikiana na sisi katika kumsherehekea mwalimu wetu kupitia bonanza la michezo hilo ambalo litafanyika tarehe 5 mwezi wa 10 pale kwenye viwanja vya Kilimani, lakini pia waendelee kuhudhuria kwenye maonyesho ambayo yataendelea. Yameanza tarehe 1 kama ambavyo tumesema, lakini yataendelea mpaka hiyo tarehe 5 ili waweze kupata huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau wa elimu katika viwanja vya Nyerere Square. Sawa, Absa, ili uwe na nafasi kama yako kwenye tume ya walimu inakubidi uwe mwalimu pia? Hapana, kwa bahati nzuri sana tume ya utumishi wa walimu inahudumia mwalimu. Kwa hiyo ndani ya tume ya utumishi wa walimu kuna kada tofauti. Kuna walimu, mimi by professional ni afisa utumishi. Vizuri. Hapo mara mwisho kumpigia mwalimu wako simu aidha wa sekondari, shule ya msingi ilikuwa lini? Mimi mwalimu wangu na wasilisha, unajua space teknolojia imeongezeka. Kwa hiyo walimu tunachat nao kwenye WhatsApp, tunawasalimia. Hongera sana. Kuna kingine cha ziada ulipanga kuzungumza leo? Kwa bahati sivyo bahati sikukuuliza, maybe tukiwa tunamalizia maana muda sio rafiki. Mimi ninashukuru tena kwa mara nyingine kwa nafasi ambayo mmeipa tume ya utumishi wa walimu kuongea na walimu na jamii kwa siku ya leo, lakini ninatoa wito tu kwa walimu wetu tunaowahudumia, tuongeze upendo kwa watoto, kwa jamii na taifa zima, kwa sababu walimu ndio wanategemewa katika kuishape hii jamii yetu. Sawa, msikilizaji, kama ulivyosikia vizuri kabisa, umeelewa na kutambua kutoka kwake Absa Ali Othman ambaye ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya utawala pale tume ya utumishi